Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 22, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Amujalipata hilo? Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 45, hilo mjalielewa? Wakorinto wa kwanza 15:45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alituangusha katika dhambi, lakini Biblia inasema yupo Adamu mwingine, na huyu Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Bado Wakorinto wa kwanza 15:47. Wakorinto wa kwanza, tumaini lenye baraka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, maana tulisoma jana ametoka kwenye mavumbi ya ardhi, ni wa udongo tu yule Adamu aliyeanguka. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bado mbona wana Njombe mnachelewa kuelewa? Mgeukie jirani yako, mwambie yupo Adamu wa pili. Mwambie yupo Adamu wa pili. Haleluya. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5, tumaini lenye baraka. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti iliwatawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Yaani mmoja ametuingiza dhambini, mmoja ametuingiza kwenye kifo. Adamu wa kwanza ametuletea shida, Adamu wa kwanza ametuletea dhambi, lakini tumaini lenye baraka linasema kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, tutaishi na kufanywa warithi wa uzima wa milele.